Sitachukua muda mrefu, nitachukua muda mchache, na ningependa unipe masikio yako kidogo ili ukaweze kujua kana kwamba umeokoka ama bado haujafanya nini, haujaokoka. Ningependa tusomewe kitabu kile cha Yohana ni 3 mstari wake ni wa kwanza. Yohana 3 mstari wake ni wa kwanza. Yohana 3 mstari wake wa kwanza. Aha. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mfarisayo. Jina lake Nikodemo. Jina lake alikuwa akiitwa Nikodema. Mkuu wa Wayahudi. Alikuwa ni mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia. Alimjia Yesu usiku akamwambia. Rabi, twajua ya kuwa hu mwalimu. Twajua ya kuwa wewe ni mwalimu. Umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe. Hakuna mtu awezaye kufanya ishara ambazo unafanya isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Yesu akamjibu akamwambia, Amin, amin nakuambia. Yesu akamwambia, amini nakuambia. Mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Hawezi akauona ufalme wa mbinguni. Nikodema akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Je, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Anaweza akarudi tumboni mwa mamake mara ya pili aweze kuzaliwa? Yesu akajibu, Amin, amin nakuambia. Amini nakuambia. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi akaurithi ufalme wa mbingu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kunena kuhusu wokovu. Maana kama kuna kitu kitafanya tuurithi ufalme wa mbingu ni kitu ambacho kinaitwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na pasipo wokovu watu hawataweza kuurithi ufalme wa mbingu. Na maandiko inasema ya kwamba ulikuwa ni wakati mmoja, palikuwa na mtu mmoja alikuwa akiitwa Nikodema. Na Biblia inasema ya kwamba huo wakati Yesu alikuwa akihubiri. Na maandiko inasema ya kwamba Nikodema akakaa akisikiza habari za Yesu Kristo. Na Biblia inasema ya kwamba Nikodema akajua huyu sio mtu wa kawaida. Na maandiko inasema ya kwamba akamwendea usiku wa manane. Na kwa maana ama kilichofanya Nikodema aweze kumwendea Yesu usiku ni kwa maana Nikodema alikuwa mtu mkubwa sana katika serikali. Na kama vile unajua watu wa serikali mambo yao wanga hawayafanyi tu hadharani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Nikodema akaona njia mzuri niweze kumwendea Yesu usiku ili aweze kunipatia habari. Na maandiko inasema Nikodema hakuwa anataka kujua habari nyingi, ama hakuwa anataka mambo mengi. Kama kuna kitu Nikodema alikuwa anataka kujua ni njia gani angetumia ili aweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Na maandiko inasema ya kwamba Yesu akamwambia Nikodema, kama unataka kuingia mbinguni lazima uzaliwe kwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Lazima usipozaliwa mara ya pili hautaweza kuurithi ufalme wa mbinguni. Na maandiko inasema ya kwamba Nikodema alikuwa mtu mzuri na maswali. Akauliza Yesu, je, naweza nikazaliwa kwa mara ya pili namna gani? Biblia inasema Yesu akamwambia, usipozaliwa mara ya pili hauwezi ukaurithi ufalme wa mbinguni. Na Yesu akamwambia ya kwamba kuzaliwa mara ya pili sio kurudi katika tumbo uzaliwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa maji, na akamwambia kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alikuwa anataka kumwonyesha namna gani kuzaliwa mara ya pili sio kurudi tena tumboni.
kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa katika Roho, ambao ndio njia ya ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kama hautabatizwa Nikodema, hautaweza kuurithi ufalme wa mbingu. Maana mtu ambaye amezaliwa kwa nyama, huyo mtu wanga anazaliwa na dhambi za Adamu wa kwanza, na kile ambacho kinatoa dhambi za Adamu wa kwanza ni maji kwa njia ya ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akamwambia ya kwamba usipozaliwa kwa maji, usipozaliwa kwa Roho, hautaurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa uelewe ya kwamba usipozaliwa mara ya pili hautaurithi ufalme wa mbingu. Yohana 3:23. Yohana 3:23. Aha. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Yohana alikuwa akibatiza pia huko Ainoni, karibu na Salimu. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Na watu wakamwendea wakabatizwa. Watu wakamwendea Yohana na wakaweza kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa uelewe ya kwamba tunaposema lazima uzaliwe mara ya pili, ni kumaanisha ya kwamba ubatizo ni kwa maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo sio kumwagiwa maji, wala ubatizo sio kupitishwa kwa bendera, wala ubatizo sio kuruka moto. Biblia inasema ya kwamba Yohana alikuwa akibatiza kwa maji mengi. Kwa nini anabatiza kwa maji mengi? Maana unapoingizwa kwa maji, umeingizwa katika tumbo ya Kristo Yesu. Wakati unaingizwa kwa maji mengi, unarudishwa katika tumbo, ndiposa uweze kuzaliwa tena. Biblia inasema ya kwamba Yohana alikuwa akibatiza kwa maji mengi, anaingiza watu katika tumbo ya maji ili waweze kuzaliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunasema kuna kuzaliwa tena, lazima ukubali kuingizwa katika maji mengi. Wakati unaingizwa katika maji mengi, pale ndipo unaweza kuzaliwa tena. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kama hujaingia kwa maji mengi, haujazaliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujazamishwa katika maji mengi, inamaanisha ya kwamba bado kuzaliwa kwako hakujatosha. Haleluya. Na ndio maana maandiko inasema ya kwamba Yohana alitafuta mahali kuna maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa aweze kuzamisha watu katika yale maji. Halo. Matendo ya Mitume 4:12. Matendo ni ya Mitume 4:12. Aha. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi, litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Aha. Hebu rudia tena vizuri. Inasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Wala hapana wokovu kwa mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo. Walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko na dhambi, kama kuna jina ambalo linafaa kuondoa dhambi, sio jina lingine, bali ni jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapoenda kubatizwa, kama kuna jina unafaa kubatizwa kwalo, sio kwa jina lingine,
bali ni kwa jina la Yesu Kristo, maana hilo ndilo jina ambalo linaondoa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jina jingine ambalo linaondoa dhambi isipokuwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, wakati umezaliwa kwa maji mengi, lazima ikue kuna jina ambalo ulizalishwa nalo. Haleluya. Na jina, maandiko inasema hapana jina jingine. Halo, hatuna jina ingine isipokuwa jina la Yesu. Je, niulize swali? Kuna watu wako hapa labda hatukuwabatiza, lakini walibatiziwa kanisa zingine, na ningependa kuuliza, ulibatizwa kwa jina gani? Maana cha muhimu katika ubatizo sio mambo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Cha muhimu katika ubatizo ni jina. Kile ambacho kinaondoa dhambi ni jina. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kinafanya ubatizo ni kwa ajili ya lile jina. Na ningependa kuuliza, je, umebatizwa kwa jina gani? Hello? Matthew 28 verse number 19. Mathayo 28 mstari wa 19. Aha. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote, mkaweze kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba. Sikiza, basi enendeni, point number 1 ni kutoka mahali huko uende. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali penye unaenda kuwakuta watu. Meli, umebatizwa? Hujabatizwa? Oi, ujue ukienda leo hutaingia. Pita, umebatizwa kwa jina gani? La Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukikufa leo, kama hujapokea ripoti, na Biblia inasema imani huja kwa kulisikia neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho kinafanya uamini ni kile Yesu aliwaambia, enendeni, na mahali mtaenda mtawakuta watu, mtawafanya kuwa wanafunzi wangu, kisha mtawafundisha. Halo? Wakati mtawafundisha, watakubali lile neno, na wakati watakubali neno, mtawabatiza. Haleluya. Kwa jina. Halo. Amen. Na ningependa uelewe ya kwamba ukilisoma neno, kubali Roho wa Mungu akuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, hebu turudie pale vizuri polepole. Basi, na Mungu anipee roho ya upole kidogo, ndio tuweze kuelewana. Aha. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote. Sikiza, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, wawe wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na simamie pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtakapowafanya wanafunzi, mtawabatiza kwa jina la. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Baba. Meli, uko na baba? Jina lake anaitwa aje? Sasa niambie jina la baba yako. Wafaa kuetago watia? Ongeza volume. Hebu mpatie mic. Baba yako anaitwa nani? Jina lake? Yesu Kristo. Baba mzazi wa kukuzaa? Samuel. Sasa nikuambie, niandikie jina. Usichukue mic. Niandikie jina la baba yako. Utaniandikia jina gani?
nikwambie Mary, niandikie jina la baba yako, utaniandikia jina gani? Samuel. Mpigie makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu akawaambia, enendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo baba ako na jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alipowaambia wabatize kwa jina la baba, alijua hawa mitume wanajua jina la baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuwabatiza kwa jina baba, walibatizwa kwa jina la baba. Come on somebody. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikikwambia nenda ukafanye kitu kwa jina la baba, unafaa uniulize baba yako anaitwa nani? Kuna mtu naongelesha? Kwa hivyo Yesu akawaambia, enendeni mkawabatize kwa jina la baba. Kwa hivyo baba ako na jina lake, hakuambia wabatize kwa jina baba. Halo, aliwaambia wabatizeni kwa jina la baba, maana baba ana jina lake. Aha. Na mwana na jina la nani? La mwana. Pia mwana hako na jina. Na Roho Mtakatifu. Na la Roho Mtakatifu pia, yule Roho ako na jina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akawaambia Mary, ndio nikubatize leo uweze kupata ondoleo la dhambi, maana tumeambiwa hapana jina jingine isipokuwa jina la nani? Hilo ndilo jina ambalo linaondoa dhambi. Watu wamebatizwa ndio, lakini hawajabatizwa kwa jina ambalo linaondoa dhambi. Yesu akuambia nendeni mbatize kwa jina baba, jina mwana na jina Roho. Aliwaambia kwa jina la baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha yule baba hako na jina lake, yule mwana hako na jina lake, na yule Roho hako na jina lake. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Je, sasa tuseme tuko na wanafunzi hapa na tuwatume tuwaambie sasa, enendeni mkafanye kazi ya Bwana, na ile kazi ambayo mnaifanya mhubirie watu na kisha muwabatize. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuwabatiza namna gani? Tuseme sasa umekuwa mkubwa, umekomaa, sasa unaweza funguliwa ministry, unaweza funguliwa huduma. Sasa tunataka uende uanze kubatiza watu. Melisi, unajua vile watu hubatizwa? Chanzo, si unajua vile watu hubatizwa? Si unashikangwa, unainamishwa, unaingizwa kwa maji, alafu unatolewa juu. Sasa kuja Shanzu, kuja nikupee kazi. Monene, kuja, usiende. Ushaienda ubatizo, si ndio? Kwa mto ushaienda? Kuja Monene. Sasa wewe umekaa hapa, tumekulea, umekuwa pasta. Kuja hapa, kuna watu wanakuona kwa kamera. Sasa umekuwa pasta, si ndio? Na lazima uhubirie nani? Ubatize huyu. Utambatiza aje? Hebu teremka pale Monene. Sasa ubatizwe na Pastor Shanzu. Utamwambia aje? Amen. Mpigie makofi mazuri. Monene na kubatiza kwa jina la Yesu. Kwa nini hajambatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu? Na maandiko imesema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa nini hajambatiza hivyo? Nani ataweza kunisaidia pale? Kwa nini hajambatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Tumeenda maubatizo mingi na tunasikia ya kwamba na kubatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Si ni ukweli? Kwa nini Shanzu hajambatiza kwa jina la Baba,
Mwana na Roho Mtakatifu. Kaste, ukiulizwa utasema ni kwa nini? Chukua mic. Tuko kwa darasa sasa. Madhe, chukua mic. Kwa nini hajambatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu? Angalisha kamera mahali yako anapotujibu. Kwa sababu jina la kubatiza ni jina la Yesu. Mpigie makofi mazuri, kwa maana jina ambalo linaondoa dhambi ni jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama uko hapa na umebatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, au kuondolewa dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Maana au kulitaja jina